about tomorrow's game against Young Africans? Merci. Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous sommes très contents d'abord d'être en finale. Et D'accord. Nous sommes très contents d'être en finale. Ça va être un grand match. Deux parties de 90 minutes. Nous sommes prêts pour être à la hauteur de cet événement. J'espère que ça sera... l'enjeu ne va pas tuer le jeu. Nous voulons jouer au football. Nous voulons faire un spectacle africain avec nos amis de la Tanzanie. Espérons que ça sera pour nous. Chaque entraîneur a ses attentes. Nous avons un public derrière nous, nous avons tout un pays derrière nous pour faire un bon match. L'équipe est prête pour performer et ma foi, nous implorons Dieu pour être à la hauteur. Kwanza tunashukuru kucheza fainali hii ni kitu kikubwa sana kwetu. Wachezaji na sisi wote tuko tayari kwa pambano ya kesho. Najua itakuwa fainali nzuri yenye football nzuri kiufundi. Wachezaji wangu wako tayari kupambana na kila kocha ana filosofi yake na namna yake ya kukabili mechi. Najua nchi nzima iko nyuma yetu kututizama, wanaitaka hii fainali. So ndani ya dakika 90 tutajitahidi, tutajituma ili tupate matokeo mazuri. Ndio hakika tutapata matokeo mazuri. Okay, let's take questions for the head coach. Your name and where you're coming from. I'll start with the gentleman here. Mimi naitwa Msabaha kutoka Wasafi Media. Kukosekana kwa baadhi ya wachezaji especially kwenye eneo la kiungo kina Aucho inampa advantage kwa kiwango gani katika mchezo wa kesho? Je vais tout juste savoir l'absence de milieu du terrain de Yanga Aucho. Ça te donne quel avantage pour le match de demain? Pas forcément. C'est une question à poser à l'entraîneur de Young, pas à moi. Moi, je prépare mon équipe pour jouer. Que ce soit il y a Aucho ou il n'y a pas Aucho, pour nous, ça nous importe peu. L'essentiel pour nous, c'est de préparer mon équipe, de se focaliser sur les qualités et les forces de mon équipe. C'est ça ce qui importe pour moi. Nawaza mimi swali hili sio swali kabisa kwangu mimi. Labda ungemuuliza kocha wa Yanga. Kuwepo na kutokuwepo kwa mchezaji wa timu pinzani, mimi kwangu sioni kama hiyo ni tatizo langu. Nawaza mimi na timu yangu ambacho naweza kufanya ni kujiandaa kiufundi, kuongea na wachezaji wangu. Haijalishi nani hata kuwepo au nani atakuwepo, lakini sisi kwa upande wetu ni kujiandaa, kujua jinsi ya kucheza na mpinzani wetu ili tupate matokeo. Okay, the gentleman. Je suis Alain Bassira et Dynamique Radio-Télévision Lubumbashi, République démocratique du Congo. J'ai deux questions pour le coach et pour les joueurs.
D'abord pour les joueurs, c'est un moment historique pour le foot algérien. Vous aviez disputé dernièrement la finale du championnat d'Afrique des Nations, malheureusement que vous aviez perdu. Est-ce qu'avec cette finale de la Coupe de la Confédération, c'est une occasion pour vous racheter, surtout que la finale retour va se jouer à la maison? Et pour le coach, nous connaissons cette équipe de l'USMA comme étant un bon voyageur dans ces interclubs de la CAF, mais vous jouez face à Young Africans et au sein de cette équipe, il y a quasiment les meilleurs buteurs de la compétition. Est-ce qu'il y a un plan anti-Fiston Kalala Maele pour l'équipe des Young Africans pour cette finale? Merci. Alors, on va essayer d'être juste dans le jeu, on va essayer d'être régulier et de ne pas laisser des espaces. On va essayer de jouer le jeu, on va essayer de garder le ballon, on va essayer d'être de préparer notre jeu. Nous avons préparé notre plan de jeu avec une approche d'attaque. Ma foi, on ne va pas rester derrière pour faire du tennis. Nous sommes venus ici pour jouer au ballon. On va le faire, on va jouer et on va jouer le plus normalement du monde. Comme on joue en Algérie, on va jouer ici. Voilà. Pour Fiston, c'est un bon attaquant. Eh ben, il n'y a pas que Fiston dans cette équipe, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui sont bons, il y a beaucoup de joueurs qui sont rapides. Elizilier, Mazonga, Kassinga, il a joué chez moi à Berkane, au Maroc. Il y a d'autres joueurs qui sont aussi talentueux que Fiston. On ne va pas se focaliser sur un seul joueur. Le danger peut venir de n'importe quel endroit. Alors on va essayer de jouer le jeu et ne pas se focaliser sur X ou Y. Sisi hatuta-concentrate kwa mchezaji mmoja tu kama Fiston Mayele. Hapana, Yanga ina wachezaji wazuri wenye viwango, wana mawings ambao wana spidi. Kwa mfano kama Kisinda ni mchezaji ambaye nilikuwa naye Berkane. So tukisema tu focus kwa mchezaji mmoja basi itakuwa sio football. Mimi na vijana wangu nawaza tutakachokifanya ni kujitahidi kucheza, kuziwia njia, kujitahidi kumiliki mpira na pia kushambulia. Hatutokaa nyuma kama wacheza tenisi. Sisi ni timu ya football. Lazima tucheze kama football inavyosema. Hatutacheza kama tuko ugenini, tutacheza tu kama tuko nyumbani Algeria, sababu ni football. With the questions, 2 questions for the coach here. If you have a question for the coach, for the player, for the player, hold on, not yet. The coach first. Yes. Assalamu alaikum. Mimi naitwa Jado kutoka Active Media. Swali langu kwa coach. Baadhi ya timu ambazo nyingi zimekuwa zikitoka nje mipaka ya hapa Afrika Mashariki zimekuwa ziki complain kuhusiana na hali ya hewa ya huku Dar es Salaam. Nitamani kusikia kutoka kwenu nyinyi. Mmekwisha fanya training za mazoezi mepesi nje na ndani ya uwanja. Hali ya hewa mpaka hivi sasa mnaionaje? Na pengine itakuwa ina athari gani kuelekea mchezo wenyewe hapo kesho? La plupart des équipes qui viennent en dehors de l'Afrique de l'Est, ils se lamentent à propos du climat. Alors, de votre côté, depuis que vous êtes arrivé, vous avez déjà fait l'entraînement vous avez déjà fait l'entraînement en dehors et vous vous promenez et tout. Comment vous sentez cette situation-là, ou comment vous vous préparez pour ces problèmes de climat? On va faire avec. On se lamente pas. Nous sommes une équipe joueuse.
Nous sommes des Africains. Et nous sommes censés être à la hauteur de notre événement. Ah ben, il fait chaud, il fait pas chaud, ça importe peu. Pour une finale, on va se préparer psychologiquement et on s'est préparé réellement pour ne pas se focaliser sur la météo. Tout peut arriver, peut-être qu'il y aura un orage, peut-être qu'il faut être à jour, il faut se préparer pour toutes les éventualités. Merci. Hatuwezi kukomplain kuhusu swala ya hali ya hewa. Sisi ni Waafrika, haijalishi kuwe na jua, kuwe na mvua. Kikubwa ni kucheza mpira. Tumejiandaa kisaikolojia kucheza mpira. Hiyo haiwezi ikawa sababu kusema kama hali ya hewa ndio inaweza ikawa kikwazo kwetu sisi kutokucheza mpira. Hiyo ni jambo la kawaida sana tu ambalo linaweza kutokea kwa mtu yoyote au timu yoyote, swala ya hali ya hewa. Kikubwa tu sisi ni namna tunavyojiandaa na kujipanga kukabiliana na fainali hii. Okay. The question for coach. Yeah, microphone. Coach, je suis Ludwig Mpoyo, journaliste RD congolais. La question est autour, encore une fois, de Fiston Kabela Mayele. Ce joueur qui se mixe deux fois dans le collectif ou qui est un éclair particulièrement. Quand vous dites ne pas préparer un match en fonction d'un seul joueur, c'est minimiser les qualités de celui qui est pour les moments le meilleur attaquant sur le continent, ou carrément vous jouez un peu avec les feux parce que savoir des joueurs comme ça, on sait très bien que chaque coach prépare tout en fonction de cela parce que c'est un joueur qui peut également être au-dessus du mental ou encore influencer l'équipe ou son équipe, voire même l'équipe adverse. Oui, bonne question. Moi, je ne veux pas minimiser la valeur de X ou Y. C'est pas moi, sincèrement. Mais je voulais mettre en évidence ce que moi je veux faire. Voilà, mettre en premier lieu ce que nous voulons faire. Après, regardez l'adversaire, les forces et les faiblesses. C'est tout à fait normal. Je n'ai pas dit que je minimise le... Non, loin de là. Moi, je mets en exergue nos qualités et notre force. Après, on va chercher les points forts et les points faibles de l'adversaire. Ça, c'est en deuxième position. C'est ça ce que je voulais dire. C'était... Voilà, vous m'avez mal compris, c'est tout. Mais bon, voilà, nous respectons tout le monde, nous respectons le jeu, nous respectons les joueurs, nous respectons l'adversaire, comme nous respectons les arbitres, les supporters et tout. Mais nous n'avons peur de personne. À ce niveau-là, quand on est en finale, il n'y a pas de faible et de fort. Quand il y a une finale, on en parle à 50-50. Voilà, nous n'avons peur, nous sommes des DZ. Les Algériens n'ont jamais peur des gens. Voilà, on va jouer le jeu, on va se faire plaisir. Et il faut dire que, en quelque sorte, il y a toujours un deuxième match. Quel que soit le résultat, on peut gagner ici et perdre à Alger. Vous m'avez compris. Voilà, quels que soient les résultats, il y a toujours un autre match. Merci. Sio kama nimemshusha Mayele, hapana. Isipokuwa ninachoweza kusema, simdharau mtu yoyote, sijamdharau X ama Y, lakini huwezi kukaandaa mechi kwa sababu ya mtu mmoja, labda umenielewa vibaya. Isipokuwa nilichokisema mimi kwa upande wangu mimi, kama nimeandaa vijana wangu, kwanza nitaangalia upande wangu mimi katika plani yangu, kisha baadaye ndio nisome mpinzani wangu madhaifu yake yako wapi na ubora wake uko upande upi. Sasa sababu ili nieleweke, huenda nikisema
nianze kumfikiria kila mchezaji mmoja baada ya mwingine, nitasahau majukumu yangu mimi kama coach na timu yangu. So kilichopo hapa ni kwanza mimi kuangalia timu yangu, niwafikishie kile ambacho mimi kipo kwangu kama plani yangu. Najua katika football lazima tuheshimu kila idara, mataifa, mashabiki, timu pinzani, wote tunaheshimiana kwa sababu ni football. Hapo hakuna swala ya kusema kama inabidi kuogopa mtu au kumheshimu mtu. Wote ni wachezaji, tutacheza mpira, tuangalie nini ambacho kitakachotokea. Ni mechi ambayo tunaweza tukapoteza hapa, lakini tunafika nyumbani kila kitu tunashinda. Na hapa kwenye tulipofikia hakuna ambaye yuko bora zaidi ya mwingine, kwa maana tumefika finali. Ina maana hapa tuko 50 kwa 50. Yoyote anaweza kufanya chochote kile. Sababu ni finali. Yes. Okay. So, since we don't have any more questions for the head coach, we'll now go to the line, the captain, Zinedine, who is going to speak Arabic, and Saleh will translate to Swahili. The media want to hear from you. How prepared is your team? Saleh, use the microphone. في ناس جاي علشان يبغى يسمع من عندك في شيء اللي تبغى تتكلم على المباراة. بسم الله. السلام عليكم. نلعبوا مع فريق قوي من الناحية الهجومية، احنا فريق قوي ثاني بس رانا في فينال. المستوى راح يكون كيف ما قالش اخ 50-50. Anasema wao watacheza na timu ngumu na vile vile na wao timu yao ni ngumu, kwa hiyo wamejiandaa kwa ajili ya kucheza. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hakuna kinachoendelea ila wanasubiri wakati wa mechi. Let's take questions from members of the media for the captain, the line. Toujours Alain Bassira de la RDC. Je posais la question aux joueurs par rapport à cette épopée qui vit le foot algérien. Au mois de février dernier, vous aviez joué la finale du championnat d'Afrique des Nations. D'ailleurs, l'équipe de l'USMA était beaucoup plus représentée dans la sélection de l'Algérie, mais vous l'aviez perdue à la maison. Mais cette fois-ci, au niveau des clubs, vous disputez encore la finale de la Coupe de la Confédération. Surtout que le match retour va se jouer à la maison, à Alger. Est-ce que ça sera une occasion pour vous racheter après la défaite de la finale du championnat d'Afrique des Nations? Jana timu yenu ilicheza fainali ya kombe la Afrika ya nchi. Bahati mbaya hamkuchukua, na wachezaji wengi kutoka kwenye timu yenu ndio walihusika kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Algeria. Mechi hii ya fainali ya shirikisho, mechi ya marudiano inaenda kuchezwa nyumbani kwenu. Mmejiandaaje kuhusu hii mechi? Inaweza ikawa ni mechi ambayo mtatumia nguvu ili muweze kusafisha ama kufurahisha mashabiki wenu kutokana na jinsi mlitolewa mwaka jana kwenye fainali ya AFCON ya Shani. السنة الأول كنت لعبوا فاينال مع الفريق الثاني لكن ما فاز. وكيف المباراة هذا وأكثر اللاعبين اللي كان في فاينال نفس السنة الأول موجودين، وكيف أنتم جاهزين ولا هذا ولا كيف؟ وآخر اللعيبة بتلعب في ألجيريا وكيف تقول على هذا المباراة؟ بون هذيك فينال راهي من الباسي تاعنا كملنا معاها، رانا دوك في فينال مع الفريق تاعنا فريق اتحاد العاصمة اللي هو معروف على
الساحة الإفريقية اللي موالف بلي فينال والديمي فينال موالف بلي كاليفيكاسيون. إن شاء الله هذا فين ما شاء الله تفرحنا وتفرح كاع الشعب الجزائري وتكون تكون الفرحة كاع الناس. Anasema fainali hiyo ya mwaka jana ishapita na wao washasahau, kwa hiyo wanachojiandaa kwa fainali hapa inayofuata, na kwa niaba ya watu wa nchi yao ya Algeria na washabiki wao, kwa hiyo watajitahidi wawape furaha na wafurahishe, na wanategemea matokeo yatakuwa mazuri na watafurahi kwa matokeo. Let's get question at the back. The gentleman at the back. For the player. We finish the coach. Player. بالعيد يعني سؤال اوكي. بالعيد يعني ماذا يمثل لك المشاركة في نهائي من هذا الحجم في هذا العمر؟ يعني أول تجربة على الساحة الدولية مع الفرق بعد ما عشت ذلك مع المنتخب. في ماذا استفدت من تجربتك مع المنتخب لكي تقوم بتطبيقه اليوم على أرض الواقع في المستطيل الأخضر؟ شكرا جزيلا، خاصة من الناحية المعنوية والذهنية. شكرا. سبق لي لعبت في كومبيتيسيون افريكا مع الفريق تاعي السابق نصر حسين داد، شهد لي الخطره الاولى تاعي وهذا شرف لي يعني نمثل فريق بحجم اتحاد العاصمه وراني قائد الفريق وراني في النهايه. Aliuliza swali, aliulizia kuhusu mechi waliocheza mwanzo ya fainali na wanaandaa vipi kwa mechi inayokuja, na yeye amejibu anasema ile ya pili mwanzo kama hivyo imepita, lakini wanajiandaa kwa hii mechi inayofuata na wanategemea watafanya vizuri. السلام عليكم. زينو اكيد انصار اتحاد العاصمه كلهم في الانتظار. كلمه لانصار النادي اليوم يعيشوا ضغط كبير قبل مباراه النهائيه. ان شاء الله نكونوا في المستوى المطلوب باش نفرحوا انصار اتحاد العاصمه والشعب الجزائري. Amemsalimia kapteni na anasema anategemea watapata furaha kutoka kwa kapteni wao na wanamwamini, na yeye akasema inshallah kwa uwezo wa Mungu anaweza akafanya mazuri na atawapa furaha. Okay, let's take one more question from our colleague from Algeria for the head coach, please. Then we close our press conference. كوتش السلام عليكم. عشت كثير من المغامرات سواء في المغرب في تونس، دربت أندية كبيرة، توليت زمام المنتخب في فترة ما سنة 2011. هل اليوم الفرصة لتقديم تاج دولي، تقديم تاج دولي للجزائر، هل هذا هو حافز لك أو يعتبر ضغط؟ أحكي على المستوى الشخصي. شكرا جزيلا. أكيد هو حافز لي باش نربح في بلادي. ربحت بطولات خارج الوطن، وهذا حافز لي باش نربح في بلادي. لما لا؟ كل الشعب الجزائري في انتظارنا، كل الشعب الجزائري داير فينا ثقة باش نكونوا في المستوى المنشود. نحاولوا باش نكونوا ان شاء الله نأدوا الأمانة اللي عهدنا بها شعبنا، وإن شاء الله نكونوا في المستوى. ما هي إلا كرة قدم، ما عندي حتى ضغط أنا، ما هي إلا مباراة على كرة القدم. لازم نكونوا في اليوم الموعود وفي الوقت المنشود نكونوا في المستوى. هذا هو. عندنا 90 دقيقة لازم نكونوا في المستوى، بعدها ما يصير شيء وقبل منها ما يصير حتى شيء. شكرا. Ameulizia kuhusu kocha amejiandaa vipi kulichukua kombe na mashabiki wake wanamsubiria kwa ajili ya hiyo, na watu wengi wanamwamini na kumtegemea, na yeye amejibu kwa uwezo wa Mungu inshallah atajitahidi, lakini huu ni mpira wa miguu na matokeo
yatakuja baada ya dakika 90, lakini ana mategemeo mazuri na inshallah kwa uwezo wa Mungu anaweza akalichukua. Okay, thank you so much. This marks the end of our press. Ili ufanikiwe kwenye mahusiano yako, inabidi uwe na stamina. Manula, stamina nayo, lakini bado nimepigwa kibuti. Kaka, sio stamina hiyo. Nazungumzia mkwanja. Kushambulia malengo ya kifamilia kwa umakini ndio ulinzi tosha. Mayele, mambo ya kushambulia si mambo ya mipira au? Hapana. Unaposhambulia maana yake ni ile spidi ya kutimiza malengo yako. Hapo nimekusoma. Mikakati kama mikakati ndio nguzo. Ngoja kwanza, unazungumzia ile mikakati inaonekana na Viingereza vingi? Sio hiyo, ni ile mipango unayokuwa nayo hatua kwa hatua kukuwezesha kutoboa. Mambo yanajipa ukiwa na timu ya watu sahihi. Timu kama hizo za kabumbu? Kitu kama hicho, lakini hapa nazungumzia timu ya wabobezi kwenye masuala ya kifedha wanaoweza kukuongoza kutimiza malengo yako. Mambo yanakwenda. Jiunge na timu ya ushindi, benki ya NBC, ushinde mechi zako. NBC, shinda mechi zako. NBC, daima karibu nawe. Unajiuliza namna gani utapata taarifa za michezo zenye uhakika kwa timu zipendazo? Ni rahisi sana. Mpenja TV ipo kwa ajili ya kukupa matukio yote makubwa kutoka kwenye maeneo mbalimbali. Mashabiki, wachezaji, viongozi wa michezo, hapa ndio kwao. Sasa tembelea chaneli yetu ya YouTube kupitia simu yako au laptop, andika Mpenja TV, ukutana na taarifa kibao za uhakika. Kisha bofya subscribe uwe mwanafamilia na bofya alama ya kengele upate taarifa kila inapoingia. Na pia fuatilia updates za taarifa zetu kupitia Instagram kwa kuandika Mpenja TV_. Mpenja TV, tunazungumza michezo.